Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kutoka kwa mchezaji Elie Mpanzu Kibisawala, raia wa Kongo, ambapo sote tunafahamu mchezaji huyu anaichezea klabu ya soka ya Simba. Sote tunafahamu Elie Mpanzu ni mchezaji ambaye Simba walimsajili katika dirisha dogo la usajili, ambapo Simba walimsajili mchezaji huyu mara baada ya kufeli majaribio katika klabu ya soka ya KRC Genk ya pale nchini Ubelgiji. Msimu uliomalizika, yani 2023-2024, Elie Mpanzu Kibisawala alikuwa anaitumikia klabu ya soka ya AS Vita klabu ya pale nchini Kongo, ambapo tunashuhudia Simba Sports Club walianza kuulizia huduma ya mchezaji huyu mara baada ya msimu kumalizika, lakini malengo ya Elie Mpanzu yalikuwa ni kucheza soka la kulipwa la kimataifa, yani katika bara la Ulaya. Mchezaji huyu akaenda kufanya majaribio katika klabu ya soka ya KRC Genk, lakini mambo hayakwenda sawa, na ndipo Simba ambapo walipomsajili na nyota huyu. Tunaona kwa upande mwingine, mara baada ya kukamilisha usajili wa kujiunga na miamba ya soka ya Simba Sports Club, tunaona alianza kutumika katika dirisha dogo la usajili, kwa sababu alisajiliwa na klabu ya soka ya Simba Sports Club ikiwa tayari dirisha kubwa la usajili limefungwa. Kwa hiyo Simba wakasubiria mpaka kuja kumsajili katika system ili aweze kutumika. Sasa kumeibuka taarifa kwamba mchezaji huyu alisajiliwa kwa mkopo, yani ana mkataba wa kudumu na klabu ya soka ya Simba Sports Club, na ndipo klabu ya soka ya Yanga Sports Club kupitia viongozi wao wakaweza kufunga safari kuelekea nchini Kongo kwa ajili ya kwenda kuulizia huduma ya mchezaji Elie Mpanzu, kwa sababu kuna taarifa zilikuwa zikisema kwamba mchezaji huyu hana mkataba wa kudumu ndani ya kikosi cha Simba, yani yupo kwa mkopo wa miezi 6. Hii ni kutokana na kiwango bora ambacho mchezaji huyu ameweza kuonyesha. Sasa watu wengi watamani kufahamu ukweli ni upi, na je, ni nini ambacho kinazungumzwa kwa klabu ya soka ya Simba na nini ambacho kinazungumzwa ndani ya klabu ya soka Yanga na management ambayo inamsimamia mchezaji Elie Mpanzu. Fahamu Elie Mpanzu, kwa mujibu wa taarifa ambayo imeweza kutolewa na meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Simba, ameweza kuthibitisha kwamba wao walimnunua kutokea katika klabu ya soka ya AS Vita klabu na mkataba ambao aliusaini wa kuitumikia klabu ya soka ya Simba Sports Club ni mkataba wa miaka 2. Kwa hiyo kama walienda Kongo wakaambiwa kwamba Elie Mpanzu yupo kwa mkopo Simba, basi wanataka kutapeliwa hela zao klabu ya soka Yanga Sports Club. Kwa hiyo amewasihi Young Africans wawe makini wasije kutapeliwa hela zao, kwa sababu kwa upande mwingine Elie Mpanzu bado yupo ndani ya klabu ya soka ya Simba mpaka pale ambapo atafikisha miaka 35, ndio ambapo kwa upande wa Simba watakwenda kumwachia kama walivyofanya kwa namba 20, yani Jonas Nkude na mchezaji Clatous Chama, ambapo wachezaji hao ilikuwa ni maji ya jioni, kisha wao Simba wakaweza kuachana nao. Lakini watu wengi walikuwa wakitaka kusikia kutoka kwa mchezaji Elie Mpanzu yeye mwenyewe anasemaje. Sasa fahamu, wakati Simba wakiwa safarini kuelekea kucheza mchezo wa fainali dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya RS Berkane, mechi ya kombe la shirikisho barani Afrika, mchezaji Elie Mpanzu Kibisawala aliweza kufanya mahojiano na chombo cha habari, na miongoni mwa vitu ambavyo aliweza kusema kwamba amethibitisha kuwa yeye bado ni mchezaji wa Simba, yani Elie Mpanzu, hivyo tetesi zinazosambaa hazina ukweli wowote. Yeye bado ni mali ya klabu ya soka ya Simba, kwa sababu alisaini mkataba wa kuitumia Simba wa miaka 2. Kwa hiyo kama ikatokea klabu inamhitaji, basi moja kwa moja waende mezani kwa klabu ya soka ya Simba, waende kufanya mazungumzo. Kama watamuuza, ataangalia maslahi yake binafsi. Lakini vile vile kupitia Salim, mjumbe wa bodi ya kurugenzi ya klabu ya soka ya Simba, Salim Chayagene Mwene, kwa upande mwingine naye ameweza kufunguka na kusemaje. Anasema hivi: Elie Mpanzu ni mchezaji halali wa Simba, alisaini mkataba wa miaka 2, tena alisaini ofisini kwangu. Sasa yanayoendelea kwa sasa ni propaganda za kutaka kututoa kwenye reli. Tuna mechi muhimu za kujadili kuliko mkataba wa Mpanzu kwa sasa. Wana Simba wenzangu, tupo kwenye kilele cha kufikia mafanikio ya kubeba kombe la shirikisho. Tuache kucheza ngoma ambayo hatuipigi sisi, tujielekeze kwenye hizi fainali 2 ambazo zipo mbele yetu. Huyo ni mjumbe wa bodi wa kurugenzi ya Simba Salim Abdullah Chayagene, akimaanisha kwamba anathibitisha
Eli Mpanzu alisaini mkataba wa kuitumikia Simba wa miaka 2. Kwa hiki kinachoendelea ni kama kumpigia mbwa miruzi, kwa hiyo unaweza kumpoteza. Kwa hivyo anawasiwa na Simba wabaki kwenye focus yao.